Yes, bwana ni muendelezo wa kukuletea updates mbalimbali baada ya mchezo kumalizika kati ya Simba Sports Club dhidi ya TRA, na malalamiko yamezidi kuwa mengi sana. Ukizingatia aina ya mchezo ambao TRA kwa siku ya leo wameucheza dhidi ya Simba Sports Club ni tofauti na walivyocheza na Dar es Salaam Africa. So nipo hapa, kawaida yangu mimi ni kupitia interviews mbalimbali na mshikaji wangu Ambokile, miongoni mwa washikaji ambao huwa mara kadhaa sana wanatoa sana updates mbalimbali baada ya matukio na kabla ya matukio. Kwa hiyo nipo hapa kwa ajili pia kuangalia na kujua nini ambacho amekisema baada ya hii leo Simba Sports Club kuweza kupata matokeo magoli mazuri kabisa ise. Lakini baada hapo tutakuja kuchambua. So tupate nafasi kumsikiliza kwanza chuma cha Mjerumani Ambokile, nini ambacho amekizungumza kabla na baada ya mpira wa Simba Sports Club dhidi ya TRA. Kwa hiyo napitia hapa kwenye ukurasa wake wa Instagram kuona nini ambacho alikuwa anakizungumza chuma cha Mjerumani Ambokile. Kamati ya usimamizi na uendeshaji na bodi ya ligi kidogo kinawachanganya watu. Yaani Simba inaanzaje raundi ya pili ama mzunguko wa pili na timu ambazo ziko Tanzania hapa hazichezi michuano ya kimataifa. TRA Coast ni mechi ambazo za raundi ya mzunguko wa kwanza. Eti leo Simba inakwenda kuanza mzunguko wa pili wakati mzunguko wa kwanza haijamaliza. Hiki ni kituko cha hali ya juu. Haijawahi kutokea. Inawezekana kama ni kanuni, lakini ni kanuni ya kufanya maboresho kabisa. Haingia akilini. Ila ingekuwa Coast na TRA wako michuano ya kimataifa wao, ningesema hakuna shida. Lakini kwa hiki kinachoonekana hivi kweli kuanza raundi, yani Simba inaanza mzunguko wa pili wakati bado inadai michezo miwili katika mzunguko wa kwanza. Hiki ni kituko. Kamati ya usimamizi na uendeshaji, hebu mliangalie hili muone, je, linafaa ama vipi? Maana hii ni aibu hii. Hii TRA inashiriki michuano ya kimataifa. Coast inashiriki michuano ya kimataifa. Leo inaanzaje kwa hiyo kuanza mzunguko wa pili wakati bado mzunguko wa kwanza haujaisha? Kweli ni kanuni, lakini hebu muiangalie kanuni. Mbona tunaonekana kama tupo kwenye dunia kwetu peke yetu? Huyo ni chuma cha Mjerumani, post yake kabla ya mchezo kuanza. Tuendelee pia kuangalia nini pia amekisema. Naam. Yes, ni penalty clear. Ni penalty clear. Hii ni penalty clear. Ni penalty clear. Hii ni penalty clear. Nixon Kibabage amefanywa madhambi. Hii ni penalty clear kabisa. Wala hahitaji longolongo. Hii ni penalty clear wala hahitaji longolongo. Ilikuwa ni penalty clear kabisa. Ni penalty clear kabisa. Haya, tuone golikipa. Utacheza au atakutoboa Selemani Mwalimu? Utacheza au atakutoboa? Haya, ngoja tuone mwaga fuatilifu. Je, atakupasua au itakuwaje? Safi. Goli zuri. Ni penalty halali na ni goli clear. Sawa, hiyo ni clip ya pili baada ya Simba Sports Club kuweza kupata penalty, akisababisha Kibabage na Selemani Mwalimu akatupia kamba goli zuri kabisa. Sasa baada ya dakika 90 nini ambacho akizungumza chuma cha Mjerumani Ambokile? Simba wanapata bao la 3 dakika za jioni kabisa. TRA inapigwa miguu ya bajaji hapa kwenye uwanja wa Meja General Isamuyo. Hii TRA ni mbili tofauti, ya Arusha na ya Dar es Salaam. TRA ya Dar imechapika goli 3, lakini TRA ya Arusha ilikuwa ndembe, ilikuwa chakari. TRA ya Dar es Salaam imekuwa nyanga, imekuwa uji. TRA ya Dar imekuwa mpeche. TRA ya Arusha haikuwa hivi. Hii ndio maana halisi ya maigizo sasa haya. Yaani TRA ya Arusha
na TRA ya da. TRA ya da ni mkweche yani. Of course mechi imekuwa nzuri sana na Simba kwa hiki ambacho amekionyesha leo na TRA. Mpira ni mchezo wa makosa. TRA imefanya makosa, imeadhibiwa vizuri. Mpira ni mchezo wa makosa. TRA imefanya makosa, imeadhibiwa vizuri tu, na imekosa umakini leo kwa kiwango kikubwa. Imecheza mpira mbovu vibaya mno TRA United, hilo alipingiki. Imecheza mpira mbovu. Sasa mara baada ya mechi hii ni kwamba ligi itasimama kupisha break, lakini bado timu bora Tanzania iko kileleni pale ikiwa na alama zake za kumwaga. Timu bora Tanzania, na imeanza mzunguko wa pili ikiwa na michezo yote iliyofuatana, tofauti namna ambavyo timu viuatilifu imeanza mzunguko wa pili ili mambo yawe namna hii. Hiki ndicho ambacho kwa nakihitaji wahusika hiki, kwamba mechi ya TRA ilikuwa ni mgeni ikahairishwa kutokana na uwanja kuwa mbovu. Cha kushangaza mechi hiyo hiyo Lunyasi imekuwa ni mwenyeji katika mechi ya TRA. Bodi ya ligi heshima kwenu, lakini katika hili hapa ametupiga. Mechi ya Yanga na JKT Tanzania ilihairishwa katika uwanja wa mechi ya General Samuyo, kesho yake ikachezwa. Kwa nini mechi ya TRA na Simba baada ya kuahirishwa Arusha? Sawa, mechi imegeuka tena, Simba inakuwa mwenyeji. Bwana, bado hapa kuna mtu ameoga lakini hajaenda mjini. Licha ya Simba kushinda katika mechi hii, bado haina sifa kukaa kileleni. Manake hata kama ikifanana michezo sawa na Yanga, bado haiwezi kukaa kileleni. Lakini mechi napongeza, imekuwa nzuri sana. TRA ya Arusha na TRA ya Dar es Salaam ni vitu vili tofauti. Ila TRA sawa. Nimeweza ku notice kitu hapa kupitia kauli ya Ambokile Chuma cha Mjerumani, kama vile ulipata nafasi ya kusikiliza mechi ya Simba dhidi ya TRA na ile mechi ya kwanza kabisa ya TRA dhidi ya Simba Sports Club ambapo ilitakiwa kuweza kuchezwa kule Arusha. Sawa, ile mechi iliweza kuahirishwa kwa sababu ya mvua, lakini JKT na Yanga Isamuyo pale kulikuwa na mvua, lakini mechi ile iliahirishwa siku hiyo ikapigwa kesho. Kwa hiyo yule mgeni ambaye alitakiwa kucheza mechi ya Arusha na TRA amekuwa mwenyeji katika mchezo unaofuata na amekula choma tatu. Lakini pia comment au kuna contradiction ya vitu hapa kwamba mechi au mchezo aliocheza TRA dhidi ya Yanga ni tofauti na mchezo ambao amecheza TRA dhidi ya Simba Sports Club, na ukizingatia kwamba Yanga amepata alama 3 katika michezo mitatu, na maanisha kwamba amepata sare katika michezo mitatu, na mchezo wa leo pengine mashabiki wengi wa Yanga, hata pia Yanga wenyewe viongozi baadhi, walikuwa na imani kubwa sana katika huu mchezo wa TRA dhidi ya Simba Sports Club, lakini imekuwa tofauti kabisa kwa TRA. TRA naweza kusema ni kama vile imewaangusha Yanga, japo hii ni ligi haina timu fulani haina timu fulani, hapana, ni kutokana na trend ya matokeo ambayo kama Yanga angesare basi Simba nayo kwa na sare. Kwa hiyo katika trend hii ya matukio mbalimbali ambayo yametokea kwa siku hizi za hivi karibuni katika michezo mitatu za hizi vilabu vikubwa Simba na Yanga, pengine mchezo wa leo wa TRA dhidi ya Simba au Simba dhidi ya TRA, pengine wana Yanga wengi sana wangejifariji kupitia hapa, lakini sio vibaya, sio vizuri kwamba lile gap sasa limeweza kupungua mpaka alama 1. Kama unanifuatilia vizuri katika video zangu zote ambazo niliwahi kusema, nilisema kabisa kwamba kwa mwaka huu hapa 2020, kwa msimu huu 2025 2026, bingwa atakuwa ni Simba Sports Club, na nilitoa fact kabisa kwamba kwa nini Simba Sports Club atakuwa bingwa. Hiki ndicho ambacho tunakiona hivi sasa. Kwanza, Yanga ilikosea katika sajili katika msimu wa kwanza kabisa ulivyoanza. Yanga walikosea pale kwenye sajili, dirisha kubwa na dirisha dogo. Usajili ambao wameusajili haujaleta mantiki au haujaleta maana. Wachezaji wengi wa Yanga ni wale wachezaji ambao wametumika katika misimu mingi sana, au wale ambao waliokuepo walioingia dirisha dogo hawana uwezo kama misimu iliyopita. Nazungumzia katika upande wa katikati, Haucho pamoja na Damaro, huwezi kucompare, sio replacement yake kabisa 100%, wana utofauti mkubwa sana. Stefan Aziz Ki na Okelo ni vitu viwili tofauti kabisa, tofauti. Kwa hiyo
nilisema kauli yangu kwamba kwa msimu huu 2025 2026 bingwa atakuwa Simba Sports Club, na hiki ndio kinadhihirisha kutoka gap ya alama nyingi mpaka hivi sasa tunazungumza gap alama moja, yani ni mchezo mmoja tu, na kwa bahati nzuri kwa Yanga ni international break hivi